Karibu tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, lakini nitakuwa naye mchungaji Musa Mika pamoja na mchungaji Robert Tuvako. Wote hawa ni kutoka nyumba ya uchapishaji Ufunuo UPH na kutokea katika ile idara ya uhariri. Na nikukaribisha tena katika siku ya leo. Tupo katika somo la 11 ambalo linasema kwamba kuishi katika ile nchi. Na bado tupo katika ule mwendelezo wa robo ya 4 ya mwaka 2025 ambapo hasa tunajadili kuhusiana na swala zima la mafundisho ya imani kutoka kwa Yoshua. Karibu tuweze kuambatana sote katika somo la 11 kuishi katika ile nchi. Na tunapofungua kipindi chetu basi ni kuombea mchungaji Robert Tuvako uweze kutupatia ombi la ufunguzi. Karibu sana mchungaji Robert Tuvako. Nakushukuru mwenyekiti, tuombe. Baba yetu, Mungu mkuu, muumba wetu, mwokozi wetu na mkombozi, tunakutukuza na kukuhimidi, tunakusifu kwa sababu wewe peke yake ndiye Mungu unayestahili kuabudiwa. Tunakujia tukitambua pamoja na mpenzi mtazamaji na msikilizaji ya kwamba tunakuhitaji utuelekeze namna ya kuishi katika nchi ambayo umetupatia, lakini pia utuandae kuishi katika nchi ambayo umeahidi kwa ajili ya wote wanaokuamini. Tusaidie kuijua kauli yako na kanuni zako na kuzielewa. Tuongoze katika somo la leo kwa uongozi wa Roho Mtakatifu, tunakusihi katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Amen. Basi mimi kushukuru sana mchungaji Tuvako kwa kutufungulia kwa ombi somo letu. Nikukaribisha pia mchungaji Mika. Karibu katika mjadala wetu wa siku ya leo tena. Na nikukaribisha tena kwa mara nyingine mpendwa mtazamaji na msikilizaji, ambatana nasi tena katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Na nikuombe mchungaji Mika utukumbushe hapa japo hata kwa muhtasari kile ambacho tuweza kujifunza katika somo la 10 hasa. Nini hasa tulikiangazia hapo? Karibu sana mchungaji Mika. Asante mwenyekiti. Somo la 10 nilikuwa na kichwa kinachosema Yoshua wa kweli. Kichwa kilikuwa kinapendekeza basi kuna Yoshua ambaye tulisema alikuwa ni mfano. Au alitumika kama mfano. Ile neno lilikuwa linatawala ni typolojia. Ndio. Lakini tuna maneno maarufu tunayafahamu kama kivuli cha mambo yajayo. Kwamba tukaona mwenyekiti, nilipenda fungu la ukariri. Kuna sema ambayo yaliwapata wa mifano. Basi mambo yaliwapata wao kwa mfano yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiriwa na miisho ya zamani. Hii ilikuwa inaonyesha kwamba kitabu cha Yoshua kinaweza kuwa na pande mbili. Au unaweza ukakitazama kwa namna mbili. Namna moja ni ya kihistoria, matukio halisi ya watokea Waisraeli toka kwa Musa kuongoza kuvuka mto Yordani kuingia Kanaani, kutwaa nchi, kugawanya nchi mpaka hapo. Lakini tukaona kwamba humo ndani Mungu huchagua watu, matukio na taasisi ambazo huzitumia pamoja na uhalisia wake kutoa picha pana zaidi ya mbele, ambayo ndio tulikuwa tunaiona kwamba yanakuwa kama vivuli, yanapokuwa yakifanyika yanafumua. Na moja vitu tulivyojadili kwa mfano siku ile tulijifunza juu ya kanuni za namna za kufanya uainishaji wa matukio hayo. Na tulikuwa tunatazama maeneo matatu muhimu, kwamba unaangalia awamu ya Kikristo, awamu ya kikanisa na awamu ya mwisho wa wakati. Lakini tulifurahi kuona kwamba Yoshua naye pamoja na kwamba alikuwa kiongozi na aliongoza Waisraeli hivyo, alikuwa mfano wa Kristo. Na Kristo ndiye Yoshua halisi. Hata ile nchi ya ahadi na yenyewe pia inaweza kuwa inawakilisha nchi ambayo Bwana amekusudia kutupatia, ambaye atatugawia, ambaye itakuwa na amani, itakuwa na raha milele na milele. Yote hayo ni jitihada ya Mungu ya kutaka kwa namna nyingi tuone upendo wake na
namna ya mpango wake wa kutaka kutuokoa kutoka kwenye dhambi na kutuingiza katika nchi ambayo hatutakuwa tena na athari ya dhambi. Asante sana Mchungaji Mika kwa kutukumbusha kile ambacho tulikiangazia katika juma lililopita. Juma hili tena kuishi katika ile nchi katika somo la 11. Mchungaji Tuvako, tunakwenda kuangalia hasa jambo gani hasa ambalo litatuongoza na jambo ambalo ni muhimu katika jamii yote. Karibu sana Mchungaji Tuvako. Nakushukuru mwenyekiti, ninabarikiwa sana ninapotafakari kile ambacho Mchungaji Mika amekizungumzia hivi punde kabla sijaingia kwenye kujibu swali ambalo mmeniweka vizuri. Nilikuwa nikijiandaa kuja hapa na mtu mmoja, rafiki yetu mmoja ambaye ni mfuatiliaji mzuri wa mwongozo wa kujifunza Biblia. Kawa na hoja kwamba huenda huku kufanya typolojia kusiwe sahihi sana kwa Yoshua. Lakini pendekeze tu kwamba kama ambavyo mchungaji amekizungumza kwa ufupi, typolojia zilikuwapo kadhaa wa kadha. Sio lazima awe ni Musa tu kama ambavyo rafiki huyu alipendekeza. Hata Melkizedeki. Walikuwepo watu kadhaa wa kadha. Yoshua hata jina lilikuwa linanyumbuka kwa namna ambayo inamaanisha kile jina Yesu ilikuja kumaanisha, na hivyo tusipate shida sana na kwamba typolojia ilikuja pia kwa Yoshua kama ilivyokuja kwa Musa. Ndio. Na kuja mavaenda hata kwa Daudi na kama masihi wake. Basi katika swala la juma hili mwenyekiti, kuishi katika ile nchi. Umeuliza jambo ambalo linaweza kuwa muhimu sana katika jamii yote. Tutakavyoliangalia leo tunapokwenda kulijadili kwa kina, tukumbuke yafuatayo. Watu kama tulivyo, hata tulivyo hapa mwenyekiti, tuko tofauti. Kila mmoja ana haiba yake. Kila mmoja na mazingira usuli aliyotokea ambayo ni tofauti na mwingine. Wengine wanatoka katika mazingira ya labda ya umaskini kidogo, ya ufukara, na wengine wanatoka mazingira ya utajiri, wengine wanatoka katika mazingira ya tamaduni ambazo zinatofautiana kabisa, na wengine wanatoka katika mazingira ambapo pengine walikuwa na uhuru zaidi wa mawasiliano, wengine wanatoka katika mazingira ambapo ulikuwa na labda vizuizi vya namna ya kufanya mawasiliano kwa namna fulani, mtu na mtu, jamii na jamii. Na hivyo tofauti hizi ni kubwa na zinazidi kuwa dhahiri zaidi kwa sababu ya kuwepo matokeo ya dhambi baada ya dhambi kuingia katika dunia. Hivyo leo tunachokwenda kukizungumzia ni namna pia ya kushughulika katika tofauti zetu, kushughulika na namna ambavyo changamoto zinaweza kuibuka kama tutakavyoelekezwa katika sura ya 22 ya kitabu cha Yoshua. Namna ambavyo jamii ya Waisraeli walishughulikia tofauti yao, tukio hasa moja ambalo lilisimama kama fundisho la pekee kwa ajili hata yetu leo. Nilipenda fundisho hili ambalo tutaliona kwa undani zaidi, tahadhari dhidi ya kukurupukia mtu au watu katika kulaumu au kuhukumu bila kutafuta kujua kinachoendelea, na maswali kadhaa yanaweza kuonekana yakijibiwa. Je, kuna hali hii ya kukurupuka leo katika jamii ya waumini au jamii za watu tunapoishi? Kuna hali hii ya kupenda kuingilia jambo bila kujali umoja? Je, kuna hali hii ya kupenda tafakari juu ya wema na manufaa ya mtu mwingine kabla ya kushughulikia ile swala husika? Sasa fungu letu la kukariri ni ufunguo. Mithali 15 aya ya 1 inasema, jawabu la upole hugeuza hasira. Halafu neno liumizalo huchochea ghadhabu. Hivyo ni hali mbili tofauti. Jawabu la upole hufanya nini? Geuza hasira. Wakati ambapo neno linaloumiza linakuwa kama ni kichocheo kwa hasira au ghadhabu. Na hivyo tutaiona hiyo kwa undani. Asante sana Mchungaji Tuvako kwa mtupu wa jicho kuweza kutueleza kile ambacho tutaweza kukiangazia katika somo la juma hili, somo hili la 11. Nirejea tena kwako Mchungaji Mika.
Hebu sasa tuangalie kujitoa au kujitolea. Licha ya uwezekano wa kuwepo kwa tofauti fulani, inawezekana hizi tofauti zipo za kijiografia au za kikabila pia. Na tunajifunza nini juu ya kujitoa au kujitolea kwa makabila yote ya Israel katika kujenga umoja wao kama taifa? Kulikuwa na kujitoa pamoja na kujitolea. Karibu sana Mchungaji Mika. Asante mwenyekiti. Kwanza niseme sura 22 Ndio. ya Yoshua inazungumza juu ya utambulisho wa taifa la Israeli. Amina. Ambao unaonekana unabeba vitu hivi viwili kwa umuhimu wake mkubwa: kujitoa kikamilifu na umoja. Ndio, kujitoa kikamilifu na umoja. Hasa nisome kidogo na tutaangazia vitu vichache. Aya 8, aya kwanza hadi ya 8, anasema wakati huo Yoshua akawaita wa Reuben na wa Gadi na hiyo nusu ya kabila ya Manase, naye akawaambia, ninyi mmeandama haya yote mlioamriwa na Musa mtumishi wa Bwana, nanyi mmeisikia sauti yangu katika yote niliyowaamuru mimi. Hamkuwaacha hao ndugu zenu siku hizi nyingi hata hivi leo, lakini mmeyashika mausia ya amri ya Bwana Mungu wenu. Na sasa yeye Bwana Mungu wenu amewapa ndugu zenu kustarehe. Alafu anasema kama alivyowaambia, basi sasa rudini ninyi mwende mahemani kwenu hata nchi ya miliki yenu, ambayo huyo Musa mtumishi wa Bwana aliwapa ng'ambo ya pili ya Yordani. Lakini mjibidiishe sana kuzifanya amri na sheria ambazo Musa mtumishi wa Bwana aliwaamuru, kumpenda Bwana Mungu wenu na kuenenda katika njia zake zote na kuzishika amri zake na kushikamana naye na kumtumikia kwa moyo wenu wote na nafsi yenu yote. Basi Yoshua akawabarikia na kuwapa ruhusa waende zao, nao wakaenda mahemani kwao. Basi Musa alikuwa amewapa hiyo nusu ya kabila ya Manase urithi katika Bashani, lakini hiyo nusu ya pili aliwapa urithi kati ya ndugu zao ng'ambo ya Yordani upande ule wa kuelekea magharibi. Zaidi ya hayo Yoshua hapo alipowapeleka waende zao mahemani kwao akawabarikia. Mwenyekiti, tukifuata mtiririko wa historia hii, Yoshua ameshamaliza kugawa, na maana yake sasa anasema nchi imepata starehe. Hawajatoa kila kitu. Ndio tumiona nadhani juma lililopita kwamba bado wana kazi bado wataendelea kuifanya, lakini angalau naweza kusema sasa kuna starehe. Sasa anakumbuka kwamba upande wa mashariki au ng'ambo ile nyingine ya Yordan kuna makabila mawili na nusu: kabila la Ruben, kabila la Gadi, kabila la nusu ya kabila la Manase. Ndio walipewa urithi wao ng'ambo ile. Lakini Musa mtumishi wa Mungu, kama ambavyo Yoshua anapenda kumwalika na Mungu mwenyewe anamuita, maana Mungu anasema Musa mtumishi wamo, aliwaambia si kwamba kwa kuwa mmeshapata sehemu yenu basi ninyi mbweteke huko. Mtavuka, vijana wote wa kivita mtavuka mwende mpaka wenzenu watakapopata ardhi kama ninyi mlivyopata, ndipo mrudi. Waliacha wanawake na mifugo na mali zao na watoto wao. Haukuwa muda mfupi, ilikuwa karibia miaka 7. Naam, ni muda mrefu. Ndio. Wengine hapo wakitumwa makambi tu wiki 3, anasema ameachwa bali na mke wake. Miaka 7. Ni muda mrefu kabisa. Wako vitani. Kitu ambacho Yoshua anafurahisha, anasema walikuwa watiifu, hawakumsumbua. Ndio. Yaani hawakuwa anasema piganeni bwana, hii ni ya kwenu. Wao walifanya kama ya kwao. Na waliifanya kwa namna ambayo Yoshua anasema kwamba mmemwandama. Wamemwandama, ametumia neno hilo. Kiukweli walikuwa waaminifu. Katika mwongozo wetu imependekezwa kwamba walifanya wakiwa wamejitoa kama wanaomtumikia.
Yani unatoa huduma, unajua kabisa ni kwa ajili ya kuwasaidia wale, lakini unaifanya kwa msukumo wa kumtumikia Bwana. Walifanya kwa sababu Musa aliwaambia na Bwana amewaambia, na unajua uzuri wa huduma ya kwamba kwa kuifanya walipata nafasi yao kugusana na Mungu. Na sasa walikuwa naona wako pale, wanaona kuta za Yeriko za wanashangilia, wanaenda wanaona ushindi wa Bwana, wanaona Bwana anavyo wakuza. Walikuwa na manufaa makubwa kwa kushiriki kwa miaka ile 7. Hakuna manunguniko, hakuna kusikia kwamba kuna watu wa Gadi, wa Rubeni au nusu ya Manase wamelalamika. Hakuna. Muda umefika, Joshua anasema nchi sasa imestarehe, na sasa anawaambia sasa mrudi. Mrudi kwenu kule, mkakae kule. Lakini Joshua anaichukua hii kama hotuba yake ya mwisho, kama anawaaga. Ni kama vile alikuwa anasema umri wangu umeenda, hawa tutaonana. Japokuwa kisa chenyewe tena kinaonyesha kama vile alionana nao hata akapita. Kwa hiyo utaona kwamba bado ile hoja ya kuaga haiko hivyo, lakini basi ilimpa nafasi ya kuwapa nasaha. Na katika nasaha zake kwanza anawaambia, ni kama anawakumbusha kwamba nendeni, lakini mkumbuke kwamba ninyi ni wana wa Mungu katika agano. Una mahusiano ya agano. Na kwa hiyo mwende mlinde taratibu za agano. Nadhani kwa namna moja nyingine kama alikuwa anakumbusha ninyi ni sehemu ya taifa la Israeli, kuwa kule ng'ambo kusiwafanye mkajisahau. Na katika hiyo akataja vitu 5 ambavyo nafikiri mwenyekiti nilitaje tu kwa haraka. Kwanza akawaambia kwamba waende wampende Mungu, wadhihirishe pendo lao kwa Mungu. Unajua hapo ndipo mahusiano yanaanzia. Tunampenda kwa sababu alitupenda kwanza. Pendo lake linaamsha pendo ndani yetu. Ndio. Tukigeuka tukaona vitu anavyotufanyia, mioyo yetu inajaa vicheko, alafu tunasema sikuachi. Ndio. Kwa hiyo anaanza pale kwa kuambia kampeleni. Alafu ni kama anayewaambia siri ya kufurahia uhusiano wenu na yeye ni kuishi katika hizo kanuni hizo. Ndio. Hizo amri. Daudi yeye anasema sheria yako na itafakari usiku na mchana. Yani kadri anavyoitazama anashangaa. Juzi nilikuwa nikimsikia Mheshimiwa Jaji Mkuu. Naam. Nadhani ilikuwa hotuba kulikuwa na mawakili waapisha mawakili. Nilipata tu ile kidogo kwenye mtandao. Nilifurahi alivyokuwa ana sheria nadhani inaazima zaidi kwenye Biblia. Ni kweli. Na alikuwa anaieleza vizuri mno, anaisema hii sheria hii ni kwenda kuhudumia watu, ni upendo na nini. Na kwa Joshua anawaambia kanuni hizi ndizo kanuni bora kabisa zitakazofanya muishi kwa furaha. Wewe msije mkaiacha hii sheria, mwende muishi katika muitii hiyo sheria. Au anasema mkaifuate sheria. Kuishi kulingana na sheria. Tuliziona wakati fulani mwenyekiti kwamba ni ahadi. Ni ahadi ambazo Mungu ametupatia kwamba ikiwa mtafanya hivi kuna hiki kiko ndani ya huu. Katika zile amri zote. Na hapa hatutaki kufunga tu katika amri 10, basi utaona ni maagizo yote yaliyo katika ile Torati ndio walikuwa napewa maelekezo kwamba wakayatii na kuyafuata. Nilipenda na moja ya vitu alivyotaja akasema, sijui kama neno la Kiswahili nani hapa ndio milione vizuri, tumia neno kushikamana naye. Mwende mshikamane na Bwana. Ni ukirudi nyuma kidogo utaona inaenda kwenye kile kitenzi ambacho kinahusiana na ndoa. Ndio. Adam na Hawa wakaambatana. Ndio. Wakajuana, wakaambatana. Enoka akatembea na Bwana.
anawaambia sasa muambatane na Bwana. Ukiambatana na Bwana, walijua kwamba Bwana alipotoa Misri aliwaleta kwake, na kwa wao kuwa kwake ndio ilikuwa siri ya kushinda na kufanikiwa katika kuitoa nchi na katika kila kitu. Kwa hiyo ni kama anawaambia mnarudi kule, msiye mkajitenga. Siri ya mafanikio iko kwa yeye kukaa na ninyi kuambatana naye. Kwa hiyo anawaambia hivyo, alafu mwishoni anasema mkamtumikie. Nilikuwa naangalia neno hili kutumikia, nikaona linahusisha ibada, kuabudu, kushika agano kwa uaminifu. Kuabudu. Kuabudu. Sio kusujudu tu. Kusujudia. Sio kusifu tu. Lakini hata kusifu kuna upana, kutaja matendo makuu ya Mungu anayotenda, na kule kujisalimisha kwa Bwana na kumtukuza Bwana na kuishi kulingana na namna inayojitambulisha kwamba wewe unaambatana na Bwana. Kwa Joshua anawaambia, rudini, mmefanya kazi nzuri, na mimi nakiri kwamba mmemtukuza Mungu na mkunisumbua hata mimi, na sasa ninawabariki. Lakini anawaambia mnapoenda, kumbukeni mahusiano yenu na ya kiagano. Unajua hata nilikuwa nafikiria kwa nini napenda kusema mahusiano ya agano. Kwa sababu wazo ikawa linanijia, pastor labda ataniweka sawa kama nimekuja haraka hiyo wazo. Maana mawazo yanakuja haraka wakati mwingine. Lakini unapozungumzia agano, unazungumzia jambo linalohusisha makubaliano ya pande mbili. Bwana hakuwashinikiza kumfuata. Bwana alidhihirisha uzuri wao, wakakubali, wakakubaliana. Kwa hiyo ni kama anawaambia, basi ili tuendelee kunufaika, mwende mkaishi sawasawa na jinsi tulivyokubaliana katika yale mahusiano yetu, na akawaagiza waende. Unajua, nimeangalia maneno haya nikaona ndio maagizo ambayo Bwana anatufuatia hata sisi. Ndio. Ninashukuru sana Mchungaji Mika kwa maelezo hayo. Nirejea tena kwako Mchungaji Tuvako. Tukiangalia kile kitabu cha Yoshua 22 fungu la 9 mpaka 20, pale tunajifunza nini hasa? Ndio hasa ya uwezekano wa kuepuka kukurupuka. Unajua kuna kukurupuka kulaumu. Unakurupuka tu kulaumu. Nini hapa ambapo fungu hili linatufundisha hasa? Kuweza kulaumu wengine na kuhatarisha umoja kati ya waumini, pia hata katika jamii pia inaweza kusababisha umoja ukatoweka. Karibu sana Mchungaji Tuvako. Nakushukuru mwenyekiti, nikiendeleza katika mtiririko huu mzuri. Ukianzia pale ambapo Mchungaji Mika amekomea hivi punde, wamepewa baraka, wanarudi kwenye eneo lao. Makabila yale mawili na nusu, ni wa Rubeni, ni wa Gadi, ni wa Manase, nusu ya kabila la Manase. Wao kwa upande wa kijiografia ilivyokaa hata wakati ule, wanakuwa mashariki mwa mto Yordani. Yale makabila mengine yanayosalia 9.5 yanakuwa magharibi mwa Yordani. Sasa kinachokwenda kutokea hapa, mwenyekiti, tazungumzia mambo mawili. Ndio. Na niruhusu nianze kwa kujibu hilo kwa kukumbuka kisa kimoja. Katika mazingira ya milimani wakati wa baridi kali, mtu mmoja alikuwa akikimbia, anakimbiza ng'ombe katika mteremko, na kwa sababu ya baridi na ukungu akawa anakimbia, alafu anapumua kawaida kama mtu anayekimbia anavyokuwa, na anavyopumua hivi, yupo mwingine aliyekuwa mbali kidogo, mita kama 20 au 30 mbali kutoka kwenye njia. Akamwona yule anayekimbia akiteremka namna ile, na anavyopumua hivi akafikiri anachokiona ni moshi. Ndio. Kumbe ni mvuke, kutokana na kupumua kwake katika ukungu na baridi kali ya majira ya baridi. Najua kilichotokea baada ya hapo ambacho sitakizungumzia sana sasa, lakini ni kwamba huyu aliyekuwa anashuhudia kwa mbali akaamini yule anayekimbia na ng'ombe yule
alikuwa anavuta sigara na hivyo akapeleka hoja hii mahali pengine, maana walikuwa wote ni waumini wa kanisa. Na maana amemuona na akatambua kabisa ni fulani, lakini hakujua kwamba ule ulikuwa mvuke tu amepumua katika kukimbia. Tunazungumzia lawama na kukurupuka katika kufanya hili. Kwa nini nimeanza na kisa hiki? Niende na mpenzi mtazamaji na msikilizaji katika sura ya 22 tena ya Yoshua aya ya 9. Na mwenyekiti, niliguswa sana na somo la juma hili. Ni kama linatugusa moja kwa moja kwa mambo ambayo yanaathiri sana umoja wetu, si tu makanisani, mahali pa kazi au katika jamii zetu. Mara nyingi kote athari hizi zipo. Familia, koo, zinaathiriwa sana na hili. Sura ya 22 aya 9 inapoendelea pale inasema, basi wana wa Reubeni na wana wa Gadi na hiyo nusu ya kabila ya Manase wakarudi, wakatoka kwa wana wa Israeli katika Shilo ulioko nchi ya Kanaani, yani Shilo mji wa Kanaani, ili waende nchi ya Gileadi, hiyo nchi ya milki yao waliokuwa wanaimiliki, sawa sawa na amri ya Bwana kwa mkono wa Musa. Aya ya 10, nao walipofika pande za Yordani zilizo katika nchi ya Kanaani, hao wana wa Reubeni na wana wa Gadi na nusu ya kabila la Manase wakajenga madhabahu huko karibu na Yordani, iliyoonekana kuwa ni madhabahu kubwa. Wana wa Israeli walisikia ikinenwa, tazama, wana wa Gadi, wa Reubeni na wana wa Gadi na hiyo nusu ya kabila la Manase wamejenga madhabahu huko upande wa mbele wa nchi ya Kanaani, katika nchi iliyo karibu na Yordani, kwa upande huo ulio milki ya wana wa Israeli. Basi wana wa Israeli waliposikia habari hiyo, mkutano wote wa wana wa Israeli wakakutanika pamoja huko Shilo ili waende kupigana nao. Ndio. Utaniruhusu nitaendelea na maelezo kidogo basi. Nimeshukuru sana mchungaji Tuvako. Na mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunakwenda mapumziko mafupi, alafu tutaweza kurejea tena. Endelea kuwa nasi na endelea kubaki tena kutazama kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Asante sana mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tumeweza kurejea tena katika kipindi hiki cha mwongozo kujifunza Biblia. Kabla ya kwenda mapumziko, mchungaji Tuvako alikuwa akifafanua jambo kuhusiana na kukurupuka kulaumu. Karibu mchungaji Tuvako, endelea. Ninakushukuru mwenyekiti. Tulikuwa tumesoma hadi aya ya 13. Ndiyo. Ambayo imezungua hadi kwa kweli ndani ya aya ya 12 ambayo imesema juu ya wana wa Israeli waliposikia habari hiyo, mkutano wote wa wana wa Israeli wakakutanika pamoja huko Shilo ili waende kupigana nao. Ndiyo. Aya 13 sasa anasema, kisha wana wa Israeli wakatuma wajumbe waende kwa wana wa Reuben na wana wa Gadi na nusu ya kabila ya Manase hata nchi ya Gileadi, nao ni hawa: Fineasi mwana wa Eleazari kuhani, na pamoja naye wakuu 10, mkuu mmoja wa nyumba ya mababa kwa ajili ya kila kabila ya Israeli. Nao kila mmoja alikuwa ni kichwa cha nyumba ya mababa katika maelfu ya Israeli. Nao wakawafikiria hao wana wa Reubeni na wana wa Gadi na hiyo nusu ya kabila ya Manase katika nchi ya Gileadi, na wakasema nao wakinena, mkutano wote wa Bwana wanena, ni kosa gani hili mnalonikosa juu ya Mungu wa Israeli, hata mkakengeuka hivi leo na kuacha kumwandama Bwana katika kujijengea madhabahu na kuasi hivi leo juu ya Bwana? Nikomee hapa kwanza. Muktadha wa tukio umeelezwa vyema katika aya hizi. Aya ya 9
Waweza ukasoma hadi aya 20, lakini mazingira yako hivyo kwamba pale wana wa Israeli, haya makundi haya, hasa hili kundi kubwa ni dogo kwa lile lingine, makabila 2.5, wanaporuhusiwa, wanapopewa baraka warejee upande ule ulioitwa Gileadi mashariki, wenye maeneo yao waliokusudiwa kuishi, anaamua kufanya kitu. Kumbuka walipovuka Yordani wakiwa na Yoshua, kuliwekwa kumbukumbu. Mawe yalikusanywa, yaliwekwa mawe 12. Kulikuwa hasa na kumbukumbu 2. Moja iliwekwa ndani kabisa ya maji palipokuwa walipopitia pakiwa pakavu kwa muujiza, lakini pia pale nje baada ya mto. Sababu ilitagwa. Hatutazisoma kila moja sasa, lakini aya ya 6 na aya 22 ya sura ya 4 ya Yoshua inasema, ili watoto wenu wakumbuke, waulize kuna nini haya mawe? Hizi ishara zina maana gani? Hilo likawa bayana hivyo tangu mwanzo. Lakini hili la pili sasa, wale makabila 2.5 wanaporejea katika eneo lao, wanaweka madhabahu makubwa. Sababu haitajwi. Kiingereza msema very impressive. Niliona hilo de very impressive, yani kinavutia. Hilo jukwaa, sijui madhabahu hiyo, inavutia kutazama. Sasa umbea, rumors, tetesi zikaenda. Maana fungu lenyewe linasema wakasikia ikinenwa. Hiyo ni aya ya 11. Sasa inaponenwa, wao wakaruka kidogo, wakawa na hasira, kwa kwamba hii ni wasi. Na hivyo aya ya 12 ambayo tumeisoma hivi punde inasema wakaamua kwenda kupigana. Nitakuwa sitatenda haki ikiwa nitasema mengi zaidi ya kile ambacho ni cha msingi katika hoja ya swali ambalo umeniuliza. Kwa nini? Kwa sababu kwa manufaa yetu na mpenzi mtazamaji na msikilizaji, la msingi la kwanza la kuliona hapa ni hadhari dhidi ya kufanya hitimisho na kuamua kulaumu bila kuhoji, bila kuangalia kwamba yule unayeona kitu kimetokea kwake, hakika yake ni kipi hasa kilichotokea. Maana unaweza ukawa umefikiri kimetokea kitu fulani, kumbe ukija karibu sio kile ulichodhani. Na ndio maana licha ya kwamba tunaangalia leo muktadha wa Yoshua 22, binafsi ilinikumbusha sana kauli ya Bwana Yesu ya Mathayo 18. Kauli za Kristo ni za ajabu sana. Zinaenda nyuma na zinaenda mbele. Walikuwa wameamua kwenda kupigana nao kulingana na ile aya, lakini lugha inavyoonekana ni kwamba ni kama kuna aliyesema hatupigani kwanza, hebu tutume kwanza ujumbe. Ndio. Na ndipo wanaamua kumtuma Phineas na kundi la wale viongozi kutoka kwa koo zile mababa wa Israeli. Phineas kwa nini? Kwa sababu Phineas huyu ndiye awali anatajwa wakati ambapo Israeli ilikuwa ikilia dhidi ya uasi ambao walikuwa wamemtendea Mungu, wakiomba msamaha, wakitubu. Mtu mmoja alifanya uasi, akaingiza mwanamke wa Kimidian kwa ajili ya zinaa, na huyu Phineas akainuka, akaenda akawachoma mkuki, na Mungu akaisamehe Israeli. Phineas huyu anaonekana tena hapa, na yule tutaizungumzia kwa undani, lakini kwa namna rahisi tunajifunza kujihadhari dhidi ya kukurupuka pale ambapo hatipaswi kuingia bila kuhoji kwanza. Mwenyekiti, Ndio. Mengi yamefanyika mabaya, sio tu kanisani, kwa sababu hatukuwa tayari kufikiri kwanza
na kumwona mhusika na kuiangalia hali husika kabla ya kutenda. Na maneno haya yanasema katika matukio yote, ujenzi unaofanywa kwa mawe ambao ulitajwa katika kumbukumbu ile na ujenzi wa madhabahu, tofauti zinaonekana ya kwamba ya kwanza ilikuonekana kama ni ishara ya kumbukumbu, hii ya pili inaanza kufikiriwa kama uasi. Kutaka maelekezo kwa Yoshua, Eleazari au kwa viongozi wa kikabila, wanajikuta wakitengeneza nafasi ya kutokuelewana ambako matokeo yake yanaweza kusababisha pambano baya. Tujifunze kujihadhari kuhukumu. Na ametumia maneno hayo katika aya kadhaa. Luka 6:37, usihukumu maana utahukumiwa. Na anasema hivyo Yohana 7:24, anasema msihukumu hukumu ya macho, maana ni kwa kuangalia unaamua. Wakorintho wa kwanza 4 aya ya 5 anasema msihukumu neno kabla ya wakati wake, hata ajapo nani? Bwana atakaye milikisha yaliyositirika ya giza, atakayedhihirisha mashauri ya moyo. Asante sana mchungaji Tuvako. Mchungaji Mika, ukiunga hapo alipoishia mchungaji Tuvako hapo, hebu sasa tuangalie matukio ya wakati uliopita yanawezaje kuathiri tunavyofanya maamuzi leo. Sasa mchungaji Tuvako amezungumzia kurupuka. Sasa ukiunga hapo, karibu sana mchungaji Mika. Asante. Nisome tena sehemu fulani pale, aya ya 13 ya Yoshua 2 na taweka mkazo 16. Kisha wana wa Israeli wakatuma wajumbe waende kwa wana wa Ruben na wana wa Gadi na hiyo nusu ya kabila ya Manase hata nchi ya Gileadi, nao ni hawa: Finehasi mwana wa Eleazari kuhani, na pamoja naye wakuu 10, mkuu mmoja wa nyumba ya mababa kwa ajili ya kila kabila ya Israeli. Nao kila mmoja alikuwa ni kichwa cha nyumba ya mababa katika maelfu ya Israeli. Nao wakawafikilia hao wana wa Ruben na wana wa Gadi na hiyo nusu ya kabila ya Manase katika nchi ya Gileadi, na wakasema nao wakinena. Aya 16, mkutano wote wa Bwana wanena, ni kosa gani hili mlilolikosa juu ya Mungu wa Israeli, hata mkakengeuka hivi leo na kuacha kumwandama Bwana katika kujijengea madhabahu na kuasi hivi leo juu ya Bwana? Je, ule uovu wa Baali Peori haututoshi, ambao hamjajitakasa nafsi zenu katika huo hata hivi leo, ijapokuwa ilikuja tauni juu ya mkutano wa Bwana? Fungu la 18, hata ikawa hamna budi hivi leo kugeuka na kuacha kumwandama Bwana, kisha itakuwa kwa kuwa ninyi mmemwasi Bwana hivi leo, kwamba kesho yeye atakasirika na mkutano wote wa Israeli. Basi kwa hiyo nchi ya milki yenu si tohara, ndipo ninyi basi kwamba hiyo nchi ya milki yenu si tohara, ndipo ninyi vukeni na kuingia nchi ya milki yake Bwana, ambayo maskani ya Bwana inakaa ndani yake, nanyi twaeni milki kati yetu. Lakini msimwasi Bwana wala msituasi sisi kwa kujijengea madhabahu zaidi ya hiyo madhabahu ya Bwana Mungu wetu. Alafu anasema, je, huyu Akani mwana wa Zera hakukosa katika vile vitu vilivyowekwa wakfu, na hasira ikawaangukia mkutano wote wa Israeli? Kisha mtu huyo hakuangamia peke yake katika uovu wake? Kiukweli ninaunga kadogo tu katika maelezo ya mchungaji. Ila habari juu ya watu huwa vinapendeza kusikia. Na unaona ukikapeleka kaende kwa mwingine kanaenda vizuri. Bila sijui huwa tunahofia ukimuuliza unaweza kukuta amekakanusha, alafu kazi kakose ule utamu uliotarajia. Hata tumeweka maneno kachai ubuyu unamunya tu. Inapeleka. Hii ni athari iliyopo kabisa. Yaani wanawivu wa Bwana na wanapanga na kupigana kwa ajili ya Bwana, wamewatazama wenzao ghafla na kuwaona kama ni
leo nitumie neno hili, Wakanaani walioasi. Maana ndio Bwana alisema wasikae kati yenu, waondoe kabisa. Na kwa hiyo wakapanga kama wamejigeuza Wakanaani, ndio tunawaondoa. Nimesoma mara kadhaa, nafikiri Ellen White anaandika kwamba yeye anatumia neno ni dhambi kumdhania mtu kuwa ana dhambi. Ndio. Yaani ukiona mtu ana jambo ambalo hulielewi, ama nenda kaongee naye. Ndio. Si umeona, si uende, kwani unapoenda unaenda kumhukumu? Kwani wewe unataka iwe hivyo? Si unataka ujue tu ukweli. Kwa hiyo nenda ongea naye ili akusaidie, au kama uwezi kaombe. Nenda muombe Mungu, sijaelewa. Mbona kama nimemuona Mheshimiwa Tanda pale, mbona sielewi? Mwambie Mungu, alafu mwachie, alafu mtazame vizuri. Hawa ni watu waliokuwa nao muda wote. Lakini basi ona, hata hawajaelewa wanachofanya. Pastor ameieleza vizuri sana. Sasa mimi nimetoa kazi ya kutazama hii tume. Hii tume yenye wajumbe 10. Wajumbe 10. Ni 10? Wale 11 maana Phineas. Phineas ni kuhani mkuu. Ndio. Na kama pastor alivyoeleza, Phineas anaonekana kwamba hekima yake ilikubalika sana na Bwana. Siku ile ambayo pastor amesema wakiwa kule Baali Peori, Balaam alipokuwa amejitahidi njia zote za kuikamata Israeli ameshindwa, lakini akaja kuwakamata kwenye sherehe ile ambayo walienda wakanywa, wakazini, wakafanya nini. Na tauni ya Bwana ikashuka, hasira ya Bwana ikawa ingia, wakafa watu 10,000 pale nafikiri. Wakati wanakufa na watu wakiwa wanamlilia Mungu, mkaka mmoja anaitwa Zimri akapita na mdada pale. Kabisa watu wanamlilia Mungu okoa taifa, yeye anapita naye za. Akapita naye hivi. Phineas akusubiri maelezo. Alichukua fumo akaenda akawaua wote wawili. Yule Midian mwanamke na huyu mkaka wa Kiyahudi. Na anasema Bwana akasimamisha ile tauni kabisa. Akasema kwa ajili ya huyu. Basi kwa hekima yake ilionekana kwamba ni mtu ambaye alionekana alifanya kitendo cha kusaidia kukomesha uasi. Bila shaka hata hiyo akiwa kuhani mkuu, ikaonekana hekima anaenda na hao wazee. Kitu ambacho umeniuliza mwenyekiti ni kiko kwenye hotuba ya Phineas. Ndio. Phineas anapofika anawaambia, mimi nimeona vitu kama vitatu anawaambia. Kimoja ni kwamba anaambia wenzetu, mbona kama mmeasi? Ni nini hicho ambacho kimewafanya mpaka mkamwasi? Kwa lugha rahisi ni kama anasema mmejenga tena madhabahu nyingine. Ndio. Sasa hii ni nini? Ni ibada nyingine? Maana tumesema tuje kuwauliza. Kimsingi hakwenda kuwahukumu. Ndio. Walienda, ile tume ni ya kwenda kutafuta ukweli. Kwa hiyo ni kwamba anaambia tunavyoona, je, hii ni ibada nyingine? Hiyo ni la kwanza anawaambia. Anawaambia kama huko mnakoenda mmeona hakutoshi, si muhame mje wetu walikuwa tayari kwa sehemu yao. Anaambia mje, acheni huko ng'ambo, chukueni familia zenu zile. Mje muishi hapa. Tutagawana humu. Lakini msimuasi Mungu. Phineas anawaambia hilo jambo la pili ambalo aliwaambia, na nafikiri pia akawapa mfano wa kwamba mmesahau yale ya Baali Peori. Kwamba tu walipoasi tu watu, si wote walioasi. Ndio. Lakini taifa liliteseka. Ndio. Na jinsi ambavyo Mungu aliliadhibu taifa, kwa maana kwamba uasi wenu utatuathiri, kwa sababu ninyi na sisi ni wamoja kabisa. Hamwezi kujifanya kwamba ninyi sio Israeli eti kwa sababu mnahamia ng'ambo ile. Hiki mnachofanya mnataka kutuathiri sisi. Kwa nini mnafanya hivyo? Hamuoni hiyo? Akaona hawajaelewa, akasema au hata hamjakumbuka yale ya Akani. Akani alienda, alichukua vitu tu akaja akakaa navyo, lakini watu walipoenda kupigana wakapiva, wakafa pale. Na mpaka alipokuja kutolewa akawaambia, haya mtuwaambie. Katika hotuba ya Phineas nimependa kwanza kwamba waliwapa nafasi kuwasikiliza. Lakini pia nimependa, labda hii utaizungumzia, kwamba wale kule
labda hawakurupuki wao, lakini Finehasi anawapa nafasi kwamba mbona tunaona hivi, sisi tunaona kama mnakoenda ni huku. Kwa hiyo ni kana kwamba anasema haya, tuambieni kwamba sisi tunakosea. Hili ni jambo la kawaida Tanda. Inaona kitu kwako, nakuja na kuambia mheshimiwa mwenyekiti wetu, wewe unajua mbona hatukuelewi. Hilo ni jambo ambalo ni walipaswa Finehasi analiwakilisha pale. Lakini jambo jingine, na hii hekima ambayo of course Bwana aliwapa, ni jinsi anavyokumbusha kwamba tukiwa kama familia, tukiwa kama taifa, uasi wa sehemu yetu una athari kwa jamii nzima. Ndivyo anavyozungumza kwamba hasira ya Bwana. Kwa hiyo cha maana, kumbe tunapokimbia kuokoana, unazuia ile hasira ya Bwana, tunazuia athari ambayo ingekuja. Katika aya hizi ninaona bado ile theme ya utambulisho Ndio. pamoja na umoja ikitembea. Ni kama Finehasi anawaambia ninyi ni Waisraeli. Ndio. Unajua hapa ametumia Waisraeli. Of course haitegi wale waliong'ama. Ndio. Kwa hiyo anawaambia ninyi Waisraeli, lakini tena anawaambia sio kwamba tu ninyi ni Waisraeli, sisi ni wamoja kabisa. Chochote mnachofanya kinatuathiri. Alafu nimependa jinsi alivyokuwa anaonyesha kwamba mnaweza mkahama mkaja kukaa hapa. Swali, mara ngapi na sisi tunaruhusu, tunakubali, tunapoona tofauti zinazojitokeza, na sisi tunatafuta kwa wenzetu kuwaonya kulingana na neno la Bwana na kujaribu kuwarejesha. Maana hapa amewaambia, kumbukeni mfano wa udanganyifu alioleta nani alikuwa anaitwa Balaam pamoja na kile kilichotokea wakati wa Akari. Kifanya hivi tuna uwezo wa kuokoa, na ndicho walichofanya. Asante sana mchungaji Mika. Nirejea tena kwako mchungaji Tuvako. Tukirejea kwenye fungu letu la kukariri, tulizungumzia jawabu la upole. Na jawabu la upole inawezekanaje kupatikana hata katikati ya kushutumiwa? Unashutumiwa, lakini pia unashutumiwa isivyo sahihi. Jawabu la upole inapatikana vipi? Karibu sana mchungaji Tuvako. Sio rahisi mwenyewe. Ndio. Fungu letu la kukariri limesema vizuri tu ya kwamba jawabu la upole hugeuza hasira. Ndio. Neno linaloumiza huchochea ghadhabu. Ni rahisi sana ukiwa umeshutumiwa katika mazingira ambayo huna hatia kutoa jibu linaloumiza pia. Maana unatafuta namna ya kulipiza yale maumivu ambayo umepakazwa kwa maneno ambayo unaona kabisa sio haki kwako. Lakini katika muktadha wa somo tunalolitazama leo, ninaguswa sana na jinsi haya makabila 2.5 walivyofanya. Katika aya ile ya 20 fungu la 21 kuendelea katika sura ya 22 ya Yoshua, maandiko yanasema, ndipo hapo wana wa Reuben na wana wa Gadi na hiyo nusu ya kabila ya Manase wakajibu na kuambia hao waliokuwa ni vichwa vya maelfu ya Israeli, wakasema, Mungu Bwana, naam, Mungu Bwana, yeye yuajua na Israeli naye atajua, kama ni katika uasi au kama ni katika kosa juu ya Bwana. Yani wanamwelekezea sasa hiyo kauli, yani Bwana, usituokoe hivi leo. Yani kama tumeasi, usituache. Wanaanza hivyo. Mwenyekiti, nipendekeze kabla ya kulitafakari sana hili jibu lao linavyoanza. Wale makabila 2.5 wamedhihirisha utulivu wa ajabu sana. Mchungaji amesema hivi punde jinsi ambavyo Finehasi aliwapa nafasi. Amewasilisha kama na timu yake ujumbe una maswali ambayo waliwaletea. Lakini pia hawa watu hawa walitoa nafasi. Waliumpa nafasi Finehasi na timu yote kusikiliza mwanzo mwisho kile ambacho walikileta. Na unajua, kama kwenye somo la juma hili tuna jambo la kujifunza kwa jamii zetu, ni kujifunza kusikiliza. Kusikiliza kuna tatua kuliko kuzungumza kila mtu. Ndio.
na kila mtu akizungumza, basi hakuna namna ambayo ni rahisi ya kuleta mwafaka. Kifupi niseme, mambo ambayo yanaonekana dhahiri kwa haya makabila mawili na nusu katika namna wanavyoonyesha udhihirisho wa utayari wao wa kuonyesha nia, yanatajwa kuanzia aya ile 23, jinsi walivyofanya katika kujenga ile madhabahu kubwa, yanaendelea kuelezwa mpaka aya ya 30. Unaweza kufanya fika mpaka aya ya 29. Wanapozungumza kwamba hatukujenga tu madhabahu hii kwa ajili ya ibada kwa Mungu, maana sisi Mungu wetu ni huyo huyo wa kweli, lakini pia kama ilivyokuwa ile ishara ya kumbukumbu Yordani, tumejenga haya madhabahu kukumbusha vizazi vyetu kwamba tunaye Mungu wa kumwabudu wa kweli mbinguni, hivyo hatumwasi hata kidogo. Tazama tena, licha ya kwamba tutaiona hii tunapofikia mwisho, hata Finehasi na timu yake unaona, sikiliza. Lakini ninachofurahishwa nacho ni namna ambavyo hawa makabila mawili na nusu walikaa na kusikiliza. Sasa mwenyekiti, katika swali lako juu ya jawabu la upole, ni namna ambavyo wanaposikiliza wanakuwa sasa na utulivu pia wa kujibu kwa upole hoja ambayo wangejibu kwa hasira. Wale waliokuwa tayari kwa ajili ya kupigana tangu aya ya 12, maafa yangetokea. Andina, kushukuru sana mchungaji Tuvako, jawabu la upole. Mchungaji Mika, je, kuna mapendekezo yote ya kanuni za kimawasiliano zinazoweza kufanya kazi katika uhusiano wa kibinadamu katika jamii kwa ujumla? Karibu. Asante. Kwa pote tumeyazungumza ni yataje tu sasa. Na mpenzi mtazamaji anaweza kasoma aya 30 sura 22 ya Yoshua. Ndiyo. La kwanza, mambo yanapokuwa mabaya au yanapoonekana kuwa mabaya au kwenda vibaya, jambo lililo bora ni kuwasiliana. Nayo usifunge mlango ukasema nimeshaelewa. Unaweza kuwa umekosea. Hata hivyo, kuwasiliana huonyesha nia ya kuaminiana na kutoa nafasi ya kutengeneza, hata kama kile kinachoonekana kinaweza kuwa kweli kina ukweli. Kuwasiliana kunaonyesha hali ya kujali, na kwa kweli anasema ndio njia ya kutatua mgogoro. Unaona, kama wangeamua waende kupigana, sasa wangepigana si baada ya kuuana ndio waseme tumeua ndugu zetu kwa uongo, au labda Mungu ndio angeingilia. Lakini jambo la pili, hata kama mtu amesadiki kabisa juu ya maoni yake, asipurupuke. Tatizo letu ni kwamba tukiona au tukiambiwa tunaamini, alafu tunachukua hatua. Ndiyo. Au tuna jump, tunaruka kwenda kwenye hitimisho. Hilo ni kosa kubwa. Anasema zungumzia matatizo ya kweli au yale yanayoonekana kuwa matatizo kabla ya kutekeleza uamuzi wako. Nenda, pata muda, zungumza. Na uzungumzaji hapa unataka kuwe na open na wazi. Yaani mwamini yule anayezungumza na wewe utakapokuwa unazungumza naye na yeye akuamini. Yaani mpeane nafasi ya kuaminiana, kusikiliza. Jambo jingine, wa tayari kujitoa kafara. Finehasi anamwambia kama ni nafasi, njoni mkae huku. Jambo jingine, unaposhitakiwa kwa uongo au kwa usahihi, hebu toa jibu la upole itakaogeuzia bali hasira. Usiseme si umejifanya unajua, haya ni hivyo, fanya sasa unachotaka. Si umejiona wewe unajua, una Mungu unaelewa zaidi, fanya afaha. Mwambie tu kwamba Mungu ni shahidi na tutasema ukweli na itakuwa, alafu shangilia na kumbariki Mungu pale amani inapokuwa imepatikana. Naam, tunapoenda mwishoni kabisa kuweza kumaliza kipindi chetu hiki cha mwongozo kujifunza Biblia, nirejea tena kwako mchungaji Tuvako. Tuishi katika jamii leo hii, ukizingatia kwa mafundisho hili zuri la namna ya kuwasiliana kama alivyoeleza hapa mchungaji Mika, na kuepuka migogoro isiyo ya lazima kabisa. Karibu mchungaji Tuvako. Ni rahisi kusema, tunaweza kuhitimisha maneno machache, lakini nipendekeze ukurasa 141 ibara ya kati, anaposema hata katika kupewa shutuma ya uongo, wale walio upande wa haki wanaweza kuwa watulivu na wenye busara. Tuishije? Ndio swali lako. Mungu anawatambua wale wote ambao wanaeleweka vibaya
na kutafsiriwa vibaya na wanadamu, na tunaweza kuacha mikononi mwake kesi yetu. Kwa haki na kwa hakika atathibitisha njia za wale wanaoweka tumaini lao kwake, kama alivyofuta kosa la watu wakati wa Akani. Wale ambao wanasukumwa na Roho ya Kristo watakuwa na upendo ule wenye kuvumilia na wenye wema. Ndio. Muone mwenzako kama wa thamani mbele za Kristo, kama yeye anavyopaswa kukuona wewe kama wa thamani mbele za Kristo. Neno moja, mhubiri mmoja alipenda kusema, usipende katika namna ya kutofautiana kutumia neno kamwe. Usifunge milango hivyo katika kuzungumza. Wasilianaje, tuishije, tufanye hivyo. Mtazamo chanya, mmoja kwa mwingine, pande mmoja na mwingine. Nikushukuru sana Mchungaji Tuvako na nikushukuru sana Mchungaji Mika kwa kuwa nasi na katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi ni Fanuel Tanda, na tunapomaliza kipindi chetu hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia, karibu sana Mchungaji Musa Mika kuweza kutupatia ombi la kufunga kipindi chetu. Tuombe. Muumbaji wetu, tunakushukuru tena kwa mjadala wa leo. Asante Baba kwa kutupatia utambulisho kama wana wako tulioingia nao katika mahusiano kwa agano. Lakini hata hivyo, wewe ndiye uliyetuumba na wewe ndiye uliyetukomboa. Tusaidie daima kuishi tukilinda mahusiano yetu ya agano na wewe. Lakini tusaidie Baba kuwa na hisia hii ya kweli kwamba sisi wote ni watoto wako. Tunaweza kuwa na madhaifu ya hapa na pale, lakini tu watoto wako na chini ya uongozi wako. Hata tunapofika kwenye mahala ambapo tuna changamoto, tupatie mioyo inayoongozwa na Roho na hekima itokayo juu katika kuyasawazisha kwenye familia zetu, kwenye mahala petu pa kazi, kwenye makanisa yetu, hata kwa ujirani wetu. Amina. Asante Baba. Basi ubariki mjadala huu katika jina la Bwana Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina. Amina.